Assalamu alaikum watoto wetu wazuri. Karibuni kwenye kipindi chetu cha Kids Corner. Mimi ni Miss Mariam na leo nataka niwasimulie hadithi nzuri sana. Hapo zamani za kale paliondokea na kunguru. Kunguru huyo alikuwa anapenda sana kurandaranda. Sasa venye alikuwa anarandaranda, amezunguka mahali kwingi mpaka ikafikia wakati kwamba ameshikwa na kiu. Sasa lakini ilikuwa hakuna maji kwa sababu ameranda mpaka amefika mahali yani kuna jangwa, hamna maji. Akazunguka kutafuta maji, kiu yani ameshikwa na kiu vibaya. Akazunguka kutafuta maji, hapati. Kila akizunguka hapati. Mpaka imepita siku ya kwanza yeye bado anatafuta maji, hapati usingizi kwa sababu ya nini? Ya kiu. Sasa ikafika siku ya pili, ametafuta. Yani hiyo siku ndo ikawa amezidi kuishiwa nguvu, lakini hajakata tamaa. Ametafuta maji, ametafuta mpaka akasema mimi bwana nishachoka, mimi siwezani tena. Sasa hivi kitu chenye kitanipata na kinipate, kama nkufa nini, maana maji hamna. Nimetafuta muda mrefu mpaka jana imepita na leo imefika tena siku ya karibia kuisha, bado sijapata maji. Nitafanyaje mimi? Mara kidogo akisema ngoja ni rande tena kidogo, labda nitapata maji. Akazunguka kidogo akapata jagi la maji, lakini lile jagi lilikuwa na mdomo mwembamba sana. Akasema hili jagi linao maji, akichungulia hivi kweli lina maji. Kwa hivyo akashuka hadi pale chini. Tunajua kunguru ni ndege anapaa. Akatua chini, akajaribu kunywa maji. Kila akijaribu kutia ule mdomo wake hauingii, unakwama, kwamba maji yani yapo chini kidogo, inahitajika aingie. Kila akijaribu hawezi, mdomo peke yake ndo waingia, hafikii yale maji. Akasema sasa nitafanyaje? Yani maji nimepata lakini siwezi kunywa, nitasaidikaje mimi? Kawa hana la kufanya. Akakaa kafikiria mfanyeje, ajaribu kuisukuma ndo ile jagi lianguke, maji yamwagike ndo apate kunywa. Wapi, kila akijaribu yani hapati suluhisho. Mpaka akawaza na kuazua, akaja na suluhisho moja. Akasema vile haya maji nikijaza vitu, tuseme kama ajaze tumawe tudogo, si haya maji yatapanda. Akasema ngoja nijaribu. Akaanza kuokota tumawe zenye ziko around yeye. Akaanza kuokota cha kwanza, cha pili. Ilipofika cha tano, akaona kwamba maji yamepanda kidogo. Akasema yamepanda. Akaokota tena kidogo, yamepanda. Lakini akijaribu kutia mdomo bado hayafikii. Akaokota paka yale maji yani akajaa, ikafikia wakati kwamba yakiingiza mdomo anayafikia yale maji. Kwa hivyo akajaza le jagi maji, akayafikia, akaweza kunywa na akakata kiu yake. Akanywa mpaka alivyotosheka, kiu yake ikaenda zake na maji akapata. Sasa watoto wazuri, hii hadithi inatufunza nini? Hii hadithi inatufunza kwamba penye nia pana njia. Kama huyu kunguru aliona maji ameyapata pale, lakini hayafikii. Akaona nia kwamba mimi lazima ninywe haya maji. Akatafuta mbinu zozote. Mpaka akapata kwamba ajaze mawe madogo hapo ndani ili aweze kuyafikia yale maji, anywe ili akatishe kiu yake. Sasa sisi tusiwe wepesi wa kukata tamaa. Hata kama jambo ni zito na unahitaji kufanya kazi ngumu ndo uweze kulitimiza jambo hilo, basi tulifanye. Maana kuna methali inasema, mchumia juani hulia kivulini. Basi tusiwe wavivu watoto wazuri, tujikakamue, tufanye kazi kwa bidii, ndo ili tupate matokeo mazuri. Kama venye huyu kunguru, yeye alijikakamua, akatembea siku moja nzima na siku ingine hadi karibu imekaribia kuisha ndo apate maji. Kwa hivyo hadithi yangu ikaishia hapo. Tupatane tena kwenye hadithi ifuatayo. Maasalam.